Unajua kwa nini nakufundisha somo hili? Nakufundisha ili ujue ni kwa namna gani unaweza kuziteka baraka za Bwana. Kwa namna gani unaweza kumfanya Mungu akabariki maisha yako. Unajua sisi tunaishi wanadamu. Kuna namna ukiishi kama mtoto, baba yako atajisikia vizuri kukubariki. Yaani ukimwambia baba na 1 2 3, anapata urahisi wa kukuhudumia kutokana na aina ya maisha ambayo unaishi. Bwana asifiwe sana. Kwa asubuhi nilijaribu tu kukuonyesha utangulizi ya kwamba utoshelevu unakuvuta wewe kuja kubarikiwa, unakupeleka katika nafasi ya Mungu kuhusika na maisha yako, maana yake kukubariki. Kwa hiyo kwa namna ambavyo tuliangalia asubuhi, naamini kuna kitu ambacho ulikipata, ambacho hapa tutakapoenda kuanza utakuwa na mwanzo ulio mzuri. Haleluya. Sasa kabla tujaanza kabisa, tutaangalia Petro wa pili sura ya 1 mstari wa 2. Petro wa pili sura ya 1 mstari wa 2. Hapa maandiko yanasema ya kwamba neema na iwe kwenu na amani iongezwe katika kumjua Mungu na Yesu Bwana wetu. Neema na iwe kwenu na amani iongezwe katika kumjua Mungu na Yesu Bwana wetu. Haleluya. Soma kwenye Biblia ya Kiingereza, maandiko haya yanamaanisha ya kwamba uongezewe neema, uongezewe amani kupitia kumjua Mungu. Kwa hiyo ili uweze kupata neema kwenye maisha yako, ili uweze kupata ile amani kwenye maisha yako, kumbuka maandiko yanasema ya kwamba tafuteni kwa bidii kuwa na amani. Haleluya. Maana yake sio kitu cha kawaida, sio jambo ambalo kila mtu anaweza kuwa nalo. Ni jambo ambalo linahitaji bidii. Sasa ile bidii ni ziada. Kwa hiyo Mungu akatuletea kitu kinaitwa neema. Neema ni nguvu ya uwezesho ambayo inakuwezesha kufanya jambo ambalo ungehitaji kutumia nguvu nyingi katika namna ambayo ni nyepesi. Haleluya. Ndio maana ya neema. Kwa hiyo sasa anasema nyinyi muongezewe au mzidishiwe ile neema na ile amani. Umeona? Kupitia kumjua Mungu. Kwa watu wengi hivi vitu kwao vinakuwa na upungufu kwa sababu ya kutokumjua Mungu. Ili uweze kuongezewa neema kwenye maisha yako, neema ya kubarikiwa, neema ya utakaso, neema ya wokovu, vyote hivyo vinaongezeka pale tu unapoongezeka katika kumjua Mungu. Ndio maana wanasema kadri unavyozidi kumjua Mungu, kadri unavyozidi kumsogelea Mungu, na yeye anakaribia kwako. Bwana asifiwe sana. Maandiko yanasemaje? Mkaribieni Mungu naye atawakaribia. Kwa kadri unavyozidi kumkaribia Mungu, ndivyo anavyozidi kukaribia na wewe, ndivyo anavyozidi kuwa karibu na wewe. Ndivyo unavyotengeneza ule ushirika wa baba na mtoto. Ikiwa utakuwa mbali na yeye, kadri unavyozidi kuwa mbali na yeye, ndivyo naye anavyozidi kukuacha. Sasa maandiko yanasema tunasogeaje kwa Mungu ili neema iongezeke kwetu? Tunasogea kwa Mungu kwa kupitia kumjua yeye. Kumjua yeye maana yake nini? Kuongezeka katika maarifa. Mara pengine Biblia hii inasema ya kwamba hii kuongezeka katika maarifa, anasema ya kwamba kuwa na experience ya ndani ya kina. Wavuvi wanafahamu, nafahamu maeneo yao kuna ziwa. Wavuvi wanafahamu. Kadri unavyozidi kuingia ziwani, unavyozidi kwenda kilindini, unavyozidi kuzama ndani, ndivyo unavyokutana na samaki wengi. Haleluya. Kwa hiyo na wewe kadri unavyozidi kumjua Mungu, kadri unavyozidi kumfahamu Mungu, ndivyo ambavyo neema kwako inazidi kuongezeka. Ndivyo ambavyo unavyozidi kupata ile nguvu ya kukutofautisha wewe na dunia. Ndivyo unavyozidi kuongezeka katika hekima ya kumjua Mungu na kumfahamu Mungu na kutenda mambo ambayo dunia itakushangaa. Kuna mambo ambayo katika ulimwengu wa roho au katika Ukristo ukiyafanya, jamii inashangaa. Inasema huyu amewezaje kumsamehe huyu mtu? Tunafahamu juzi wakati tunakuja
bodaboda akawa anatupa story, akasema kuna mtu mmoja, kuna sehemu moja tulipita, akasema kuna mtu mmoja maeneo haya bwana alichinjwa. Alichinjwa kwa nini? Alifumaniwa na mke wa mtu, wakamchinja, wakamkata kichwa kabisa, wakaondoka nacho. Sasa ukifikia hatua umemfumania mke wako au mume wako, halafu wakakuuliza unasemaje, ukasema mimi nimemsamehe, watu wazima wataanza kujiuliza, hivi huyu amekuwaje? Walokole hawa ni wajinga hawa, watakuwa wamemloga kichwani. Kwa nini? Kuna matarajio ambayo dunia inayo. Ndio maana maandiko yanasema msifuatishe namna ya dunia hii. Kuna mazingira ambayo dunia itataka useme ndio, wakati maandiko yanasema unatakiwa useme sio. Kuna mazingira ambayo unabidi useme kwamba pamoja na kweli nina shida ya hela, pamoja na kweli nina shida ya kazi, lakini lazima usimame useme kama alivyosimama Daniel. Akasema sisi hatutaacha kumwabudu Mungu. Ni kweli nafasi tulionayo ni nzuri. Walikuwa ni viongozi wakubwa, viongozi serikalini, wakaambiwa ndugu zangu muache ibada. Kiacha ibada tutawapa promotion. Lakini wao wakasema hapana, hatuwezi kuacha ibada kwa sababu ya kazi, kwa sababu ya maisha, kwa sababu ya 1, 2, 3. Sasa ili ufikie hatua hizo lazima uwe umeongezeka katika neema, ongezeka katika kumjua Mungu. Ili ufikie hatua sasa neno la Mungu linakuwa ni sehemu ya maisha yako. Maamuzi yako yanakuwa ni sehemu ya Mungu. Watu wakikuona wanashindwa kukuelewa wewe ni mwanadamu wa aina gani. Maana tulitarajia tukukuta umekasirika, tulitarajia tukukuta umenuna, kwanza tulitarajia utazila. Kanisani umekuja, wanakwaya wenzako wamekusema vibaya, walijua utahama kanisa, ila wanakushangaa umesikia maneno magumu ya kukuumiza moyo, umesikia maneno magumu ya kukatisha tamaa. Badala ya kukimbia, ndivyo unavyozidi kusogea kwa Mungu. Watu wanaanza kushangaa, wanasema huyu mtu nimemsema vibaya kweli, lakini bado nashangaa, naona bado wanaendelea tu kuja kanisani, anaendelea tu kuja kanisani. Sasa ukiwa haujakomaa vizuri, ikiwa haujaongezeka katika amani, utakapokutana na changamoto ya kusemwa kidogo tu vibaya na wanadamu, na hii ndiyo sifa ya dunia, lazima watu wakuseme vibaya. Ukiwa nacho watakusema vibaya, ukiwa hauna watakusema vibaya. Yaani hakuna sehemu ya kukimbilia. Ndio maana ya dunia. Duniani ni sehemu ambayo imejawa changamoto, dhiki. Yesu alisema ya kwamba ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jitieni nguvu. Kuna watu ukiokoka watakusema vibaya, usipookoka watakusema vibaya. Yaani hawaeleweki, dunia haieleweki inataka nini. Ukiwa mlevi sana watakusema vibaya, ukiokoka napo wanakusema vibaya. Sasa uende wapi? Ufanye nini? Ndio maana tunasema lazima tujifunze kumjua Mungu ili tuongezeke katika neema na amani ya kumjua Mungu na kumkaribia. Haleluya. Uongezeke katika amani kwa sababu gani? Mtu ambaye anaizingatia amani ana sifa ya kuwa mwana wa Mungu. Mathayo sura ya 5 mstari wa 8 hapa. Wanasema sana. Haleluya. Anasema heri wapatanishi, maana hao wataitwa wakina nani? Wana wa Mungu. Sasa wapatanishi ni watu gani? Ni peacemaker, watu wanaotafuta amani. Amani inatafutwa hata kwa machozi. Kuna vitu vingine inabidi uvipoteze ili upate amani. Umedhulumiwa kweli, ilikuwa ni haki yako, lakini lazima uitafute amani. Unasema haina shida. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Maandiko yanasema ya kwamba hamjapigana vita kiasi cha kutokwa damu. Ndivyo watumishi wa Mungu, hamjapigana vita kiasi cha kutokwa damu. Maana yake nini? Wewe unapigana vita vya kiimani. Paulo anasema nimevipiga vita vizuri vya kiimani, mwendo nimeumaliza, imani nimefanyaje? Nimeilinda. Sasa vita tunavyopigana sisi, ndugu yangu wapendwa, sio vita vya maneno. Sisi tuko vizuri, nyinyi mnaabudu msichokijua. Hapana, vita tunavyopigana sisi ni vita vya kiimani. Haleluya. Vita vya kiimani nini? Cha kwanza lazima ujue katika vita unavyopigana navyo, silaha ya kwanza ni kusamehe. Maandiko anasema katika dhambi zisizosamehewa
Dhambi ya kwanza ni ya kutokusamehe. Maandiko yanasema kwamba msipowasamehe nyinyi watu wanaowazunguka, maana yake Mungu wa mbinguni hata wasamehe. Sasa kusamehe ni vita, na kama unataka kuamini kusamehe ni vita, ukosewe. Usipokosewa wala hauna shida, ila akukosee mtu uumie, udhurumiwe haki yako, halafu unatakiwa useme nimekusamehe. Mwangalie Yesu. Yesu alikuwa ni mtu mzuri, maandiko anasema hakutenda dhambi hata moja. Yuko vizuri, ameishi na watu vizuri. Watu wana magonjwa, wanaenda kwa Yesu, anawaombea, wanapona. Mama mmoja alifiwa na katoto kake, Yesu akakaombea kakafufuka. Watu wamemzunguka Yesu maisha yake yote, miaka 3, wanamfuata, anazungumza nao, anawahudumia, anaponya magonjwa. Lakini imefikia majira wanamtukana, wamemdhalilisha, wamemvua nguo, wanamwambia uliwaokoa wengine, jiokoe na wewe. Haleluya! Halafu mwisho wa siku Yesu anasemaje? Baba uwasamehe kwa kuwa hawajui walitendalo. Sasa wewe ndugu yangu, tukikupa nafasi ya kuomba, tumekwambia leo Mungu anakuja kanisani, njoo na mahitaji yako. Ukija kwenye maombi unafunga kwa uchungu kwa sababu ya watu, unaomba unalia kwa sababu ya watu. Kwa nini? Unataka Mungu atende jambo. Hawezekani mimi wananidharau kiasi hichi, wamedhulumu haki yangu, wameniumiza. Haleluya! Kwa hiyo tunatoka damu, tunapigana vita, tunatoka damu huku tunasamehe. Yaani hakuna namna, damu zinatoka, tumeumizwa, tumejeruhiwa, lakini tunasema nimekusamehe, nakupenda, uwe na amani. Haleluya! Mtumishi mmoja wa Mungu anaitwa Elisha na mfanyakazi wake anaitwa Gehazi. Haleluya! Hawa watu walikuwa wanaishi mahala fulani, walikuwa wanaishi kule, kukawa kuna vita kati ya taifa la Israeli na taifa la Washami. Kwa hiyo kulipokuwa na vita, wale watu Washami wakawa wanapanga njama za kwenda kulivamia taifa la Israeli. Kila siku wakiweka jitihada, wanakuta taifa la Israeli wanajua kwamba hawa watu wamejificha sehemu fulani kwa ajili ya vita, wanakwepa. Mfalme akauliza kuna nini? Kwa nini kile ninachokiwaza kama vile wanakisikia? Wale wanajeshi wa Washami wakasema, jamani, kuna mtu mmoja mtumishi wa Mungu anaitwa Elisha, huyu ndio huwa anamwambia mfalme. Bwana asifiwe sana. Mfalme akasema, nendeni mkamkamate mtu huyu. Walipofika, kastori ndio utakuwa unakajua sasa. Walipofika wakamkuta Gehazi ameamka mapema. Alipoamka mapema akakuta jeshi kubwa la Washami, akapata hofu, akaogopa. Asubuhi niwafundisha utulivu. Haleluya! Wakati Gehazi anaogopa, amerudi kwa mtumishi wa Mungu Elisha kwa hofu, kwa mashaka. Usizani analeta tu kumwamsha baba, kuna wageni nje. Hapana. Yaani ni kama mlango hata akufunga. Tumeisha, wamekuja. Haleluya! Gehazi alipoamka akasema, huyu mtu ananipigia makelele, kuna shida gani? Akamwambia tulia. Akasema, Mungu nakuomba umfungue huyu macho, kwa kuwa hana utulivu. Kwa nini? Macho yamefumba. Haleluya! Kwa hiyo huenda kuna mazingira unapita, unaona maadui sasa wameshanikamata. Unaona haya maisha niliyofikia, sioni mpenyo, sioni pa kwenda, sioni pa kupita. Kama watoto shule wamefeli, kama watoto wamebadilika tabia, wote wavuta bangi, wote wahuni, kuna tumaini. Unaona kabisa dunia sasa imekuwa ni changamoto. Haleluya! Lakini Gehazi, Elisha anamwambia Mungu ufungue macho Gehazi aone. Gehazi anaona majeshi makubwa ya moto, malaika wamezunguka ile nyumba, anapata utulivu. Alafu Elisha anawachukua wale watu, anawaombea, wanapigwa upofu, anawapeleka kwa adui yao, sasa mfalme wa Israeli. Haleluya! Yaani ni kama vile ambavyo Mungu anawachukua adui zako, halafu akishawachukua anawaleta kwako. Yule mtu ambaye alikudhulumu, yule mtu ambaye alikutendea ubaya, anakukuta huko kwenye engo ya wewe kufanya maamuzi ili umsaidie. Haleluya! Unaelewa? Wewe ni daktari, anakuja mtu ambaye una taarifa ya kwamba huyu ndiye aliyemuua baba yako ulipokuwa mdogo, tena alimchoma kisu, amekuja hajiwezi,
hana uwezo tena, hana nguvu, ni mgonjwa, mmebaki chumba, mko wawili, wewe ndio daktari, huyu ndio aliyemuua baba yako, unafanya maamuzi gani? Haleluya! Sio unakuja kumshukuru Mungu, namshukuru Mungu, Bwana amewaleta watesi wangu. Haleluya! Elisha akamwambia yule mfalme wa Israeli, maana mfalme wa Israeli alipoona maadui zake wamekuja mikononi mwake, akamwambia mfalme, akamwambia Gehazi, akamwambia Elisha, je, niwafanye nini hawa, niwapige? Adui amekuja, una uwezo wa kufanya chochote kile, utamfanyia nini? Elisha akamwambia hapana, kwa kuwa ni kwa mkono wa Mungu hawa watu wako mahali hapa, andaa chakula, waandalie chakula kizuri, pika vizuri, kisha wape wale, halafu waache waende. Watumishi wa Mungu, maandiko haya yako kwenye kitabu cha Wafalme, ni kweli na halisi. Maandiko yanasema ya kwamba wale watu wakapikiwa chakula kizuri, tena maandiko yakuishia hivyo, akasema chakula tele. Haleluya! Siku adui yako ambaye umesikia anakusema vibaya kwa watu, siku hiyo kajichanganya, anakuja kukutembelea nyumbani. Haleluya! Je, utakuwa wa kwanza kwenda kuangalia yule jogoo mzuri ili upike chakula kwa ajili yake? Nafahamu wazi akija mchungaji ndio anasema leo mchungaji anakuja, utasema wow, jamani, yule kuku yule, chakula kizuri utaandaa kwa kuwa unajua kuna mgeni mzuri anakuja. Lakini maandiko yanafanya tofauti, anasema akawapikia chakula tele wale adui, akawapa na maji, wakashiba, wakasaza, ng'ombe walichinjwa siku hiyo, sherehe. Jamaa wakala, walipomaliza kula akamwambia jamani, endeni rudini kwenu. Walivyorudi njiani wakawa wanashangaa, wanasema au tulikuwa tunaota, tumeenda kwa adui yetu, ametulisha chakula, ametuhudumia, alafu hawajatufanya chochote kile kibaya, wametuacha. Haleluya! Maandiko anasema kwa kufanya hivyo mtawapalia makaa. Usilipe baya kwa baya, bali ulipe ubaya kwa nini? Kwa wema. Maandiko yanatuambia wazi, ile vita ya Washami na Israeli haikuwahi kutokea tena. Haleluya! Bwana asifiwe. Kwa hapa najaribu kukuonyesha vita unavyopigana navyo. Haleluya! Sasa kwa nini vita vyako wewe haviishi? Haviishi kwa sababu gani? Vita vyako unapigana kimwili, kiroho tunapigana kwa kuachilia, kwa kusamehe. Unaachilia, unasamehe. Kadri unavyomtendea wema adui yako, ndivyo unavyompalia makaa. Ataogopa, hata kuja tena, atajiuliza huyu mtu ni mtu wa aina gani? Nimemtendea 1 2 3, mbona hajalipiza? Sasa leo hii mtu akuseme vibaya afu na wewe ukamseme vibaya kwa maneno, hamtamaliza. Nimekusikia, hamna, sio mimi, nimekusikia. Hamwezi kumaliza. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo vita unavyopigana wewe, vita vya kiimani, ni vita ambavyo unahitaji kumjua Mungu, kwa kuwa vita vyako wewe ni vya kushirika na Mungu. Haleluya. Kwa hiyo hapa nilikuwa nakuelezea ujue hicho kitu, kwamba ni muhimu sana tujifunze neno la Mungu. Ndio maana nikakupa nafasi ya kuja tena jioni ya leo. Huenda ningekuacha ukakaa ukapumzika, safi, lakini imempendeza Mungu tupate nafasi ya kujifunza ili kile tulichokianza asubuhi tukiendeleze. Haleluya. Kwa nimesema nakufundisha namna ambavyo unaweza kumsogelea Mungu akaweza kubariki maisha yako, namna unavyoweza kuziteka baraka za nani? Za Mungu. Kumbuka maandiko yanasema kwamba baraka ya Mungu haina majuto. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba kuna baraka lakini na majuto. Kwa kuna watu ambao wanaweza kukuambia ukija huku kwetu kuna 1 2 3, kama wewe una shida ya hela utazipata, na hilo ninakuhakikishia utazipata, lakini fahamu na ujue ya kwamba kuna majuto. Sasa wewe utakuwa ni mtu wa aina gani kama utaiacha baraka ambayo haina majuto afu utakimbilia baraka yenye majuto? Bwana asifiwe sana. Lakini Roho Mtakatifu anatuonea shauku, anatuonea wivu, anaugua ndani yake, kama sisi anavyotamani tumsogelee yeye, tubarikiwe. Ni ahadi ya Mungu. Asubuhi nimeanza kueleza pale, nikamwambia sisi lengo letu tufike wapi? Lengo letu ni kwamba
tufikie mahali ambapo Kristo ametuahidi ya kwamba tuishi katika maisha ambayo ni salama salimini. Hatuna hofu, tukilala usiku tumelala. Hatulali huku tunafikiria kwenye bati kuna nini. Hatulali huku tunafikiria kwamba leo nisipolala na Biblia kitandani itakuwa ni balaa. Haleluya! Lakini sisi tunatakiwa tukilala tumelala, usiku tukipumzika tumepumzika. Bwana asifiwe sana. Ni mahala ambapo ni mahala salama salimini. Lakini haiishii hapo tu, anasema ya kwamba ni mahala ambapo hakuna kupungukiwa na kitu duniani. Bwana asifiwe sana. Kwa unaweza ukapata picha, kumbe kwenye hii dunia kuna maisha ya kutokupungukiwa na kitu duniani. Kuna maisha ya kubarikiwa. Hiyo ndo maana ya kubarikiwa. Kubarikiwa maana yake nini? Unapoteza kupungukiwa, unapewa utoshelevu. Haleluya! Sasa lazima ujue, lazima tukufundishe iliyo kweli, maana kuna watu watakuja watakufundisha kubarikiwa maana yake nini, halafu utajikuta umekubali kumtoa mtoto wako kafara, kumtoa mzazi wako kafara ili upate fedha, ukiambiwa kwamba ni baraka. Haleluya! Zuri, asubuhi nimeanza nikamwambia uzima ni moja ya injili ya kwanza ya Kristo. Mtu yoyote ambaye atakuletea kitu ambacho kinahusisha mauti, kinahusisha uharibifu, ujue hapo hakuna Kristo. Lakini katika Kristo cha kwanza ni uzima, maisha, life, upate uzima. Ndio kitu cha kwanza. Yale yaliyokuwa yamekufa yaamke, biashara zilizokuwa zimekufa zivuke, huzuni ambayo ilikuwa imetawala kwenye maisha yako iondoke, furaha irudi, amani itawale. Haleluya! Kwa hiyo nataka tujifunze kwa hizi siku ambazo tutakuwa nazo hapa, tujifunze kwa kina namna ambavyo tunavyoweza kuishi maisha yenye utoshelevu, namna ambavyo tunaweza kuishi maisha yenye baraka, maisha ambayo hatutakuwa na kupungukiwa na kitu chochote kilicho duniani. Haleluya! Bwana asifiwe. Unaweza ukawa hauna hela ya kula, unaweza ukawa hauna hela ya kodi, lakini mimi nikija nitakiwa nikikuta maisha yako, kitu cha kwanza nikikuona nione hauna kitu kilichopungukiwa. Unajua kwa nini watu wanajiua? Shafuatilia mtu amefanya kitu kidogo tu au maisha magumu amejiua. Kuna kesi nyingi nimeshazisikia, hata zingine, kuna moja ilikuwa ya Geita. Bwana asifiwe sana. Maisha magumu, alichokifanya yule baba, kachukua watoto kawawekea sumu ya panya. Haivomaliza watoto na mke wake, baadaye naye akajichukua akaenda kwenye akatundika kamba akajinyonga. Maisha akawa yameisha. Kwa nini? Alikuwa na hali ya kupungukiwa ndani yake, alikuwa anasikia kupungukiwa, alikosa utoshelevu. Kwa hiyo ni rahisi kuharibika, ni rahisi kufa. Nimesema kazi ya Ibilisi ni kuhakikisha ya kwamba anaua, anaharibu. Kwa hiyo anaweza kukuharibu kwa kukupa hela. Sivyo maandiko yanavyosema? Yanasema ya kwamba chagueni hivi leo mtakachokiabudu, kama ni fedha ama ni Mungu. Kwa nini? Unaweza ukachagua kuabudu hela ukamkataa Mungu, ingawa maandiko pia yanasema ya kwamba fedha na mali ni nani? Ni za Bwana. Fedha na dhahabu ni mali za Bwana. Haleluya! Na ahadi ya Mungu inasema ya kwamba mtapokea uzima wa milele na zaidi mtapata mara 100 duniani. Haleluya! Sasa je, unadhani Mungu anatamani tuwe maskini? Mungu anatamani tuwe maskini, na wala asikudanganye mtu. Hakuna anayeenda mbinguni kwa sababu ya umaskini. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Unanielewa watumishi wa Mungu? Nyinyi mnisikilize hivyo hivyo, kwa sababu nikisema nianze kuandikia hapa maandiko hatutamaliza. Haleluya. Kwa hiyo tunajifunza kadri ambavyo Roho Mtakatifu atakuwa anashusha vitu vyake. Kwa hiyo nimesema ya kwamba hakuna atakayeenda mbinguni kwa sababu ya umaskini. Tunafahamu mfano mzuri wa Lazaro na tajiri, si ndio? Yule Lazaro maskini hakwenda mbinguni kwa sababu alikuwa ni maskini, wala yule tajiri hakwenda mbinguni kwa sababu alikuwa ni tajiri. Haleluya. Lakini mimi ninashawishika ya kwamba tajiri alienda Jehanamu kwa sababu alikuwa ni mchoyo. Haleluya. Na Lazaro alienda mbinguni kwa sababu alikuwa ni mwaminifu, kwa sababu katika Ufunuo sura ya 2 maandiko anasema kwamba najua dhiki ulionayo,
na anajua maonevu ambayo unayapitia, anajua hali ulionao ya umaskini ulionao kwenye mabano. Anasema lakini utajiri. Haleluya! Huo mwenye kuvumilia nami nitakupa taji ya uzima. Yaani kwa habari ya umaskini ni lugha ambayo unaipata wewe kwenye kifahamu zako na watu wanaokuona. Kuna muda unaweza ukanikuta mimi, unaona kabisa huyu mtu mbona hanywi Pepsi. Haleluya! Ukaona huyu mtu amepungukiwa kitu, kumbe wakati huo mimi mambo ya Pepsi siyawazi kabisa. Ndivyo inavyotakiwa, ndivyo na Mungu anavyotuona. Yaani kuna muda wewe ukijiangalia unajiona wewe ni mhitaji mkubwa mno, unajiona wewe ni maskini wa kutupwa. Kumbe Mungu akikuangalia anasema lakini utajiri. Haleluya, Bwana asifiwe. Unajua, kwa hiyo niwafundishe kitu. Mungu sio kama vitu au kama wanadamu. Vitu ukitaka kuvifahamu unatafuta tu muda, unaweka muda, unavitafakari, unavisoma. Kwa mfano ukitaka kumfahamu nyoka, unapata muda nyoka yule unaangalia watu wanamfanyia research nyoka. Tunaona hata kwenye movie. Unamtafakari nyoka huwa anaamka, anakula nini? Ana tabia gani? Ukimshika mkia, anakuwa mkali huyo. Ukifanya hivi, bado unakuwa unajua. Kuna watu ambao wakimwona nyoka wewe unakimbia. Lakini kuna watu wakimwona nyoka wanajua huyu namkamataje. Haleluya. Kuna watu ambao nyinyi mkimwona chatu ni mbio. Lakini Wachina wakimwona chatu wanasema, "Wow, jamani! Bonge huku." Haleluya. Kwa sababu wameshamsoma, wanafahamu namna ya kumkamata. Sasa ni tofauti na Mungu. Haleluya. Tofauti na Mungu. Maandiko yanasema akili zake hazichunguziki. Haleluya. Alafu ufahamu wake uko mbali sana, yaani kama dunia na mbingu. Bwana asifiwe sana. Kwa Mungu tunamfahamu kwa yeye mwenyewe kujifunua kwetu. Ndio maana hatutakiwi kuishi kwa kukalili. Tunatakiwa tumwachie Roho Mtakatifu mwenyewe atufunulie mafumbo, tuelewe maana yake, ili tusije kusema kwamba Lazaro kwa sababu alikuwa ni maskini, ndio maana alienda mbinguni. Tajiri kwa sababu alikuwa ni tajiri ndio maana alienda jehanamu. Hapana, lazima ujue nini kilichokuwa kinatokea na nini hasa ni mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kuna mahala maandiko yanasema ya kwamba Mungu anafahamu hali tulizonazo, lakini anachotaka kutoka kwetu ni ile utulivu na ustahimilivu. Haleluya. Lengo lake ni nini? Mungu hataki hata mmoja wetu apotee. Kwa kuna mazingira tunayo, sio kwa sababu Mungu anapenda tuteseke. Hapana. Yaani wewe wakati unaumia, unaona unateseka, Mungu anakuona, "Wow, mtoto wangu anaishi vizuri." Kwa nini? Anajua hapo ndipo ulipo katika usalama. Naelewa watumishi wa Mungu. Shauku ya Mungu ni ili usipotee. Kwa maana hiyo ni kwamba Mungu yuko tayari kuhakikisha anakupa chochote kile unachokitaka ili mradi usipotee, au yupo tayari kuhakikisha anakunyima chochote kile unachokitaka ili tu usipotee. Haleluya. Namfahamu mwanamke mmoja anaitwa Hana kwenye maandiko. Hana alikuwa na uhitaji wa mtoto. Alikuwa na hamu sana ya kupata mtoto. Lakini kadri Mungu alivyokuwa akimwangalia Hana, alikuwa anamuona Hana kama mtu ambaye hana utoshelevu ndani yake. Halafu ni kama mtu ambaye ukimpa umeshamharibu. Kwa nini? Hana alikuwa na uchungu wa kupata mtoto kwa sababu ya jirani yake. Haleluya. Ama kwa lugha nyingine, anayekuambia wewe huna mtoto ni yule ambaye unamuona nje, sio Mungu. Mungu hakwambii wewe una mtoto. Mungu hakwambii wewe mgonjwa. Mungu hakwambii wewe ni maskini. Ila jirani, mtu wa nje ndio atakwambia, unajua wewe ni maskini sana. Maisha unayoishi hapana. Wewe bwana unajua una mtoto. Wewe bwana hujaolewa. Muda wako umeenda sana. Haleluya. Yaani shetani kazi yake ni kukujaribu kukuletea upungufu kwenye maisha yako, kukuonyesha una upungufu. Ndio maana maandiko yanasema ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Lakini sio kwamba yuko hivyo, ila ni amejiona ya kwamba hana hela. Kweli ataonekana hivyo hana hela. Amejiona ya kwamba hajasoma. Kweli ataonekana hajasoma. Mbingu zinakuwa zinashangaa. Bwana asifiwe. Soma kwenye Yeremia sura ya 1, sura ya 2 pale mstari wa 13 na mpaka wa 22 nadhani. Anasema kuna watu ambao Mungu alitengeneza visima, chemi ya uzima.
Yaani mtu ameacha kile kisima chenye chemichemi akakimbilia kwenye kibirika. Wanasifiwe sana. Yaani ni kama Mungu amekwambia wewe utatumia maji haya ya bahari, halafu wewe ukaona maji ya bahari hayatoshi, ukakimbilia sehemu ambapo wamechimba kakisima wanachota maji pale. Ni ajabu, mbingu zinashangaa. Nasema huyu mtu mimi nimemweka mahara kwenye baraka, lakini ameikimbia baraka, ameichagua dunia. Kwa nini? Alisikia sauti za watu, alisikia maneno ya watu, akajiona nafsini mwake kuwa ni muhitaji, amepungukiwa. Haleluya! Leo hii tusingekuwa tunahubiriana hivi, tungekuwa tunaambizana tu habari ya kwamba Mungu ni mkuu, Mungu ni wa ajabu, Mungu yeye ametukuka milele. Ndio injili ilivyokutoa inatakiwa. Lakini kwa sababu ya maneno yaliyotoka nje kwa Hawa, yakamwambia ndugu, umepungukiwa kufanana na Mungu, kula ili tunda angalau ufanane na Mungu. Haleluya! Kwa hiyo Hawa akachagua kupungukiwa, akapoteza baraka, akaingia kwenye laana. Kwa hiyo ukisoma Mwanzo sura ya 1 na ya 2 utaona ni baraka tu. Maisha ya mwanadamu ni baraka. Mungu anasema nitakubarikia, nitakuzidishia, ni baraka tu. Lakini kuanzia mstari wa 3, baada ya kusikiliza sauti za nje, baada ya kuacha kusikiliza kile ambacho kinatoka kwa Mungu, ukasikiliza sauti za nje zikakuletea upungufu kwenye maisha yako, tayari unajikuta umeingia kwenye uhitaji, unaishi kwenye laana. Kwa hiyo Hana anamuomba Mungu apate mtoto kwa sababu Penina ana mtoto. Kwa sababu Penina anamwambia anapata heshima kwa watu kwa sababu ya mtoto. Kwa hiyo watu wanamwambia Hana, wewe hauna mtoto, ndio maana baba hatukuheshimu. Kanisani tukisema jamani, wamama wenye watoto basi tutakutana. Penina anabaki, Hana anaondoka. Hana akawa anaumia ndani, analia, anaomba kwa uchungu. Lengo ni nini? Mimi nataka mtoto kama ulivyompa Penina. Haleluya! Hapo ndipo Mungu anakuwa sio mwanadamu. Yaani wakati ambapo wewe unajihisi kuhurumiwa, unahisi yani unatakiwa utiwe moyo, yaani wewe ni wa kipekee sana mbele za Mungu, Mungu wala hana habari. Ndivyo ilivyokuwa. Kwa Hana analia, anasema Mungu, hebu angalia ninavyoteseka mimi hivi, nadhalilika, sina mtoto. Huyu Penina kwanza hakuabudu wewe, hakuchi wewe, lakini ana mtoto. Ndivyo tulivyo hapa duniani, tuko bize. Mungu, hebu angalia watu ambao hata hawaji kanisani lakini wana fedha, wana maisha. Kwa nini sisi? Haleluya! Mungu akikuangalia anasema wewe, nikikupa hela cha kwanza utaangamia. Maana maandiko yanasema kufanikiwa kwake mpumbavu kutafanyaje? Kutamwangamiza. Haleluya! Kwa hiyo Mungu anasema ninavumilia na najitahidi kuwa mstahimilivu kwenu, kwa kuwa najua sitaki hata mmoja wenu apotee. Haleluya! Kwa hiyo Mungu anaweza kukung'ang'ania uishi kama Lazaro, ili tu mwisho wa siku angalau akuone kifuani kwa Ibrahim. Kwa nini? Anajua huyu nikimpa vitu kitakachotokea watu watakoma. Kuna watu walikuwa hawana kazi, walipopata kazi muda wote wanakuambia unajua mimi ndio kama watu wanakujaga wanashuhudia, wanasema unajua mimi nimetoa zaka, baada ya kutoa zaka sasa mambo yametokea, Mungu amenifanyia 1 2 3. Acha ujivuni, mtumishi wa Mungu. Haleluya! Mungu ndiye anayetafsiri haki. Haleluya! Yaani ili wewe upate haki mbele za Mungu, ni Mungu mwenyewe ndo anayetafsiri haki. Yaani Mungu ndo anayesema ya kwamba huyu mwanangu ndiye ninayependezwa naye. Haleluya! Amen. Sio kwa sababu ya wanadamu. Yaani ni yeye mwenyewe anaweza akasema huyu, pamoja na kwamba mnamuona ni mbaya, ni mdhambi, lakini mimi ndo nimemchagua. Huyu ndio mwanangu ninayempenda. Unamuona Daudi na Sauli. Daudi alikuwa ndo mtenda dhambi kuliko Sauli. Haleluya! Lakini Mungu anasema Daudi ndio mwanangu anayependeza moyo wangu. Kwa nini? Mungu amechagua kuwa na Daudi, amemchagua. Kwa hiyo ndugu yangu, Mungu anaweza kukupa kitu, haiwi sababu ya wewe kuanza kuwaona wengine hawakustahili. Ndio maana wakati mwingine Mungu anakunyima, maana anajua umeomba sana, hasa watu ambao wanaomba sana. Mungu anaamua atulia, maana anasema huyu ambaye ameomba sana akipewa kitu atakuja kuambia unajua mimi nimeomba sana,
ndio maana Mungu amenipa. Sasa Mungu hafanyi vitu kwa namna hiyo. Haleluya. Kiufupi wewe hujaomba, unamfahamu Yesu. Maandiko yanasema Yesu aliomba. Alivyoomba machozi ya damu. Wewe unaomba unalia makamasi tu kutoka hatoki. Unafunga lakini unanenepa. Yesu aliomba mpaka machozi ya damu yakatoka. Kaomba mara ya kwanza, akawakuta wanafunzi ambao walisema jamani, njooni mnitie moyo. Moyo wangu una huzuni. Yuko katika hali ya uchungu. Kile kinachoenda mbele yake anaona ni hatari. Anatamani Mungu, ikiwezekana kikombe hichi kiniepuke. Haleluya. Bwana asifiwe. Akalia kwa uchungu. Wanafunzi ambao walitakiwa wamtie moyo wamelala. Sasa afadhali hata Yesu. Wewe ndugu yangu umepitia changamoto kidogo tu. Mshirika mwenzako ambaye unategemea akutie moyo, ukimpigia simu muda huo ameacha simu, iko jikoni anapika simu kaacha ndani, hajapokea, ushaanza kulalamika. Haleluya. Ukiwa na shida wapendwa, hapokei simu zako. Hapana. Bwana asifiwe. Yesu analia kwa uchungu. Anasema Mungu, kiwezekana kikombe hichi kiniepuke. Mungu anakwambia hivi, mapenzi yangu lazima yatimizwe. Kwa hiyo kuna watu tuko kwenye maisha yana hiyo. Yaani Mungu anafanya kila namna uende gerezani kama ilivyokuwa Yusufu. Yaani kila namna uende gerezani, kila namna uende msalabani. Unalia, una huzuni kweli, na kweli ni mcha Mungu. Yaani kupita kwenye majaribu au kupita kwenye magumu, wakati mwingine sio kwa sababu eti wewe sio mcha Mungu. Haleluya. Ili usio kapata mambo mazuri ukajiona sasa hapa mimi ndio nimeokoka. Haleluya. Unajua nyinyi mnaomba tu, lakini Mungu yani hawapi hivyo vitu kwa sababu mnaomba, matendo yenu hayako vizuri. Hamna. Haleluya. Bwana asifiwe. Mnaelewa watumishi? Jaribu kuonyesha Mungu, mjue Mungu unayemwabudu ikoje. Haleluya. Lakini Mungu anaangalia lile kusudi lake. Yeye ndiye anayetafsiri ile haki. Bwana asifiwe sana. Ndio maana anasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Haleluya. Kwa hiyo imani maana yake nini? Ni kumjua Mungu, ufahamu Mungu. Kila ambacho Mungu anakikusudia, yeye ndiye anayeamua kwamba hii sadaka uliyoitoa imepata kibali mbele zangu. Haleluya. Sadaka inaweza kuwa ni ya mwenye dhambi, lakini ikapata kibali mbele za Mungu. Kornelio alikuwa hajaokoka, ametoa sadaka, ile sadaka ikafanya Mungu akasema huyu mtu anatakiwa apelekewe wokovu. Haleluya. Ndio Kornelio anakuja kupata wokovu. Sasa wewe unadhani ukitoa sadaka ndio utamkomvisi Mungu? Ukitoa sijui nini au ukifunga ndio utamfanya Mungu ahusike na maisha yako? Bwana asifiwe sana. Leo nimekuletea habari ya tofauti. Leo nimekuletea habari ambayo itakuondoa kuishi katika hali ya huzuni, ikufanye uishi katika hali ya furaha. Bwana asifiwe sana. Maandiko yanasema furahini, tena nasema furahini. Haleluya. Anajaribu kuonesha kwamba maisha haya tunayoishi, jambo la kwanza ambalo Mungu atakuona wewe ni mtoto wake ni furaha. Ukikosa furaha, maana yake umemkosa Mungu. Furaha ndio silaha ya wewe kushinda katika vita hivi vya kiimani tulivyo navyo. Silaha ndio silaha ya kwanza ya wewe kukufanya uishi maisha ya imani. Kwa sababu katika mazingira ambayo una uchungu, katika mazingira ambayo utakiwa ulie, katika mazingira ambayo tutakiwa tukija nyumbani kwako tukukute unagaragara unalia, ila tunakukuta umetulia, unasema Mungu atabaki kuwa Mungu. Hajalishi amenipa, hajalishi hajanipa, lakini atabaki kuwa Mungu. Haleluya. Mungu akili zake hazichunguziki, na yeye muda wote hakosei. Alimwambia Ayubu. Yaani Mungu hakuna mazingira ambapo Mungu eti anasema hapa amekosea bahati mbaya. Bwana asifiwe watumishi wa Mungu. Mnanielewa lakini? Haleluya. Siku moja mama mmoja amefunga ndoa. Amekaa na mume wake miaka 7. Bwana asifiwe sana. Katika ile miaka 7 hawajapata mtoto hawa watu. Halafu katika ile miaka 7 ghafla yule mwanaume anakufa. Mama akabaki mjane. Mama alivyobaki mjane, Mungu akamchukua yule mama akaenda kumfanya ishi kanisani. Amekaa kanisani miaka zaidi ya 40 yule mama katika hali ya ujane. Anaomba. Anaomba kwa ajili ya nini? Anaomba kwa ajili ya ujio wa Kristo. Bwana asifiwe sana.
anaitwa Ana binti Fanueli. Yaani kilichomfanya andikwa kwenye Biblia ni yeye kumpoteza mme. Kwa wakati angekuwa analia analalamika, Mungu, kwa nini umemchukua mme wangu? Kumbe ilikuwa ndo baraka kwenye maisha yake. Yaani ilibidi Mungu amchukue mme wake yule mama ahamie kanisani kuwa muombaji. Sasa je, Mungu ni mkatili? Haleluya. Mungu wanasema Mungu sio Athumani wa Kipishi. Yaani kuna namna ambavyo ukiangalia njia zako wewe unaona kwamba hii ndio njia sahihi. Mithali anatuambia kwamba ipo njia inaonekanayo sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni mauti. Bwana asifiwe sana. Lakini Mungu ndiye anayezichunguza njia zetu. Tunasema mkabidhi Bwana njia zako na mawazo yako yatathibitishwa. Haleluya. Kwa hiyo kumbe Mungu anaweza kukubali kwamba jamani, nataka mpite kwenye moto. Haleluya. Alafu tunamwambia Mungu, nitaki moto, lakini Bwana unifanye kuwa dhahabu, unifanye kuwa dhahabu ning'are Bwana. Mungu anakuambia okay, niko tayari, pita kwenye moto. Unasema sitaki. Haleluya. Kwa hiyo unaikimbia bahari, unakakimbilia kakisima. Jua likiwaka maji yanakauka. Haleluya. Kwa hiyo lazima ujue kwamba mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako ni kitu cha kwanza. Kwa hiyo ili mapenzi ya Mungu yatimie kwenye maisha yako, Mungu anaangalia hali yako ya moyo. Moyo wako una hali gani? Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo nimesema nataka tufike hali hii ya kuishi maisha ya utoshelevu. Ukifikia hatua ya kuishi maisha yenye utoshelevu, wapendwa, watu wa Mungu, ile sababu tu ya mtu amekutukana, ile sababu tu ya mtu amekusema vibaya, ile sababu tu ya mtu amekudhulumu, haitakuwa sehemu ya maisha yako. Watu watatenda vitu ambavyo wakija kukuangalia watashangaa. Haleluya. Bwana asifiwe. Nakwambia ukweli, mimi nimewahi kudhulumiwa 1,500,000 na mtu ambaye ninamfahamu wa kanisani. Haleluya. Mpaka leo wazazi wangu wanashangaa, mke wangu anashangaa. Wanakuja wananishauri nenda polisi, nenda polisi. Nikamwambia mimi siwezi kwenda polisi. Uhai ni nao. Haleluya. Unafahamu nini Mungu ameniepusha na nini? Kuna mtu anaweza kukudhulumu gari, kumbe Mungu alikuwa anakuepusha na ajali. Haleluya. Wewe unamwambia Mungu, hapana, nataka uniepushe na msalaba. Niepushe Bwana na msalaba. Kubali kama Yesu, wapendwa. Maandiko yanasema kwenye Filipi sura ya 2 pale. Anasema kwa sababu aliustahimili msalaba, akaona kule kuwa na Mungu sio kitu kwake, Mungu akamkirimia jina lipitalo majina yote, mbinguni na duniani vyote. Bwana asifiwe sana. Vinaliabudu jina la Mungu, jina la Yesu. Yaani Yesu akakirimiwa jina kuu, akapewa utukufu zaidi. Kwa nini? Alikubali kustahimili kupita msalabani. Sasa Waebrania sura ya 12, ngoja nikusomee hapo kidogo ili usione ninaongea sana. Wakati mwingine ukasema unajua anaongea sio maandiko. Haleluya. Waebrania sura ya 12 tumekaribia kumaliza. Si ndivyo watumishi wa Mungu? Haleluya. Mnanisikia vizuri lakini? Tumekaribia kumaliza. Sema hatujaanza. Haleluya. Bwana asifiwe. Nani ambaye ameshiba vizuri? Hawa watu huku nimewapendelea maana naona kuna wamama hapa. Roho Mtakatifu ananiambia hawa watu ni watu wazuri. Haleluya. Bwana asifiwe. Lakini hata nyinyi pia nawaona. Ingawa hata macho yangu yanaweza sione, lakini Mungu anawaona. Haleluya. Bwana asifiwe. Sasa Waebrania sura ya 12 hapa tunamwangalia huyu Yesu ambaye nilikuwa nawatolea mfano hapa. Maandiko yanasema mstari wa 2, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Bwana asifiwe sana. Mbona role model wetu sisi tunaoitwa Wakristo, lazima umjue role model wako. Haleluya. Yaani lazima ujue unajifunza kwa nani. Katika Mathayo sura ya 11 mstari wa 29 pale. Mstari wa 28 anasema njoni kwangu nyinyi msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Haleluya. Mmekuja kwa Yesu, anasema mstari wa 29, jitikeni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu
Haleluya. Anasema nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Haleluya. Ni nani katikati yetu asiyependa raha? Nani asiyependa kufurahi? Nani asiyependa kuishi maisha mazuri? Ni nani mtu huyo? Maana Kristo alituahidi akasema, njoni mjitwike nira yangu. Nira ndio ile ambayo unaona punda wa huku na wa huku wamefungwa kwenye bega. Bwana asifiwe sana. Lile libao lile ndio linaitwa nira. Kwa wewe unatakiwa uwe punda wa kushoto, Yesu wa kulia. Haleluya. Unajua ukishakuwa vile, kama punda huyu wa huku hana nguvu, huyu wa huku ana nguvu, wataenda tu. Wakisema jamani tunakunja kushoto, huyu akienda kushoto, huyu akienda kulia, hakuna safari. Lakini akikunja kulia, wote safari ipo. Haleluya. Sasa Yesu Kristo ndio mfano wetu. Kwa sisi tumetokea kwenye nini? Tumetokea kwenye asili ya kumfanania Kristo. Kama ambavyo walimuona Petro akamwambia, wewe kusema kwako unamfanania Kristo. Haleluya. Baadaye wale watumishi wa Mungu wa mwanzo walivyojazwa Roho Mtakatifu wakaishi tabia za Kristo, wakaishi matendo ya Kristo. Watu wakawatazama wakasema, hawa ni watu wa njia ya yule Bwana aliyefariki msalabani. Hawa ni watu wa njia ya Kristo, wakaitwa Wakristo. Haleluya. Kwa hiyo mimi na wewe tunapata sifa ya kuwa Wakristo pale tu tunapoamua kumfanania Kristo, kuwa kama role model wetu. Sasa maandiko yanasema hivi, tukimtazama Kristo mwenye kuanzisha na mwenye kuitimiza imani yetu. Haleluya. Kwa hiyo ili uweze kufanikiwa katika imani hii, uweze kumkua kiroho, kumfahamu Mungu, kumjua kama tulivyosema ya pale, upate ule uzima wa milele, na hasa uongezewe uzima wa kimaisha hapa duniani. Fedha, uchumi, elimu, afya, huduma na vitu vyote viende vizuri, viwe na uzima, viwe na uhai. Lazima umjue mtangulizi wako, umtazame yeye. Anasema hivi, huyu Kristo kilichomfanikisha afike pale msalabani, kilichomuondolea ile huzuni aliyokuwa anaiona, akasema Bwana, ikiwezekana kikombe hichi kiniepuke, akabadilisha mawazo. Maandiko yanatoa siri hapa, anasema ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu. Haleluya. Kuna kitu kilikuwa mbele ya Yesu Kristo. Ametoka kulia kwa huzuni, lakini ametoka pale amebadilika, katoka mpya, katoka na nguvu, katoka na ujasiri. Haoni tena machungu, haoni tena aibu. Anasema aliustahimili msalaba, alistahimili aibu, kuwekwa uchi mbele ya watu, kutemewa mate na watu ambao wamewasaidia, kusemwa vibaya na watumishi wa Mungu ambao walikuwa wanatumika pamoja. Haleluya. Wanafunzi wamemkimbia, lakini yeye ana furaha ndani yake. Yaani maana yake Yesu alijitoa pasipo kuumia. Alikuwa na furaha ndani yake. Kwa nini? Watu wanapomchoma mkuki, yaani hasikii maumivu. Kwa nini? Anasikia furaha. Kuna mazingira ukiwa na furaha, kuna mtu atakuchoma mwiba, hautaelewa. Anakuchoma mwiba, wewe unatabasamu, unafurahi. Anashangaa huyu mtu vipi? Mbona mimi namchoma mwiba lakini anatabasamu? Anakusema vibaya, anakuzungumza vibaya, anakutazama vibaya, lakini kwa sababu ya furaha iliyo ndani yako, unadharau ile aibu, unadharau yale masengenyo, unadharau kule kusema kubaya, unadharau maneno ya wanadamu. Kwa nini? Mbele yako kuna furaha unaiona. Haleluya. Kwa hiyo niko hapa kukueleza ya kwamba ili ufikie hatua ya kupata uzima wa milele, ili ufikie hatua ya kupata mara 100 duniani, lazima ndani yako macho yako yatiwe nuru, uione furaha mbele yako. Haleluya. Yaani hicho ndicho ambacho Mungu anakiona. Wakati sisi tunateseka, tunaona maumivu, tunaona kuumia, kumbe Kristo anaiona furaha mbele yetu. Haleluya. Anasema Habakuki ya kwamba kuna njozi unayo mbele yako. Anasema vumilia, inapoonekana inachelewa lakini ingojee. Haleluya. Mwenye kuvumilia mpaka mwisho ndiye atakayepata taji ya uzima. Haleluya. Kwa hiyo haleluya. Kwa kwenye maisha yetu haya, mimi nakushauri uchague kuwa na furaha.
na nitakueleza vizuri hapo. Uchague kuwa na utoshelevu, halafu utaziona baraka za Mungu, kwa sababu moja ya baraka na kiashiria kikubwa cha baraka ni furaha. Basi yaani unavyoona duniani hapa tunavyoishi, tunaishi katika hali ya shida, tunachokitafuta hakijulikani. Mtu mmoja, watu wasomi wale wa zamani wale wanaitwa mafilosofa. Haleluya! Unajua mafilosofa ni watu ambao ni wagumu kuokoka, ni watu ambao wanatumia akili sana kufikiria. Sasa ukianza kufikiria kwamba pale msalabani yote yameisha, unaanza kujiuliza inawezekanaje? Yaani sasa useme kwamba hivi inawezekanaje kuomba afu Mungu akatenda muujiza wa aina fulani? Haiwezekani. Haleluya! Lakini anasema yaani dunia haiwezi kututambua sisi, kwa sababu hata Kristo tu haikumtambua. Kwa hiyo nilikuwa nakuelezea ya kwamba sisi Mungu ametupa ufahamu, kujua kusudi la Mungu la kwanza kwenye maisha yetu. Mwanadamu ana malengo gani? Haleluya! Hawa watu wasomi wakatafsiri, wakatafuta sababu, yaani mwanadamu lengo lake hasa ni nini? Wewe hapo ulipo, maono yako ni nini? Unataka nini? Yaani unachokitafuta ni nini? Haleluya! Ukiwa hauna hela utasema mimi natamani nipate hela. Ukishapata hela kinachotokea ni nini? Mimi natamani niolewe. Ukishaolewa mimi natamani nipate mtoto. Ukishapata mtoto, kusudi lako ni nini? Ili uishi maisha hapa duniani pasipokuwa na pressure, lazima ujue kusudi lako ni nini. Bwana asifiwe sana. Lakini Mungu anatufundisha ya kwamba kusudi la mwanadamu yote yule, kitu anachokitafuta ni furaha. Yaani fanya ufanyavyo. Maandiko anasema, Yesu anasema ya kwamba nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kitu ambacho mwanadamu anakitafuta ni ile raha nafsini mwake. Haleluya! Sasa usipojua namna ya kupata raha nafsini mwako, utazani unaenda kupata raha nafsini mwako, kumbe unaingia kwenye laana. Ndio maana Yesu anasema mtu anayejidhania kwamba anajiokoa awe makini, kwa sababu ndio atakuwa anajiangamiza. Yaani wakati unahisi unajitetea, kumbe ndio unajiangamiza. Bwana asifiwe. Kwa nini? Furaha ndio kusudi la kwanza la mwanadamu. Mwanadamu anachokitafuta ni furaha. Sasa wengine wanadhani ukipata gari utakuwa na furaha, wengine wanadhani ukipata mke utakuwa na furaha, mwingine anadhani ukipata sijui 1 2 3 utakuwa na furaha, mwingine anasema mimi nikiwa na namba ya mbunge akawa rafiki yangu nitakuwa na raha sana. Haleluya! Sasa kadri unapozidi kwenda mbele unaanza kugundua kwamba mbona sio. Kwa mfano ukiwa chekechea unasema nikiingia la kwanza nitaenjoy sana, nitapata raha nyie. Ukifika la kwanza la pili unasema nikifika la tatu nitaanza kutumia peni, yaani nitajisikia raha. Wanaenjoy hao wanatumia peni. Unatoka pale. Ukifika la 7 unasema nikiingia form 1 nitasikia raha sana. Ukifika form 1 unasema kuna watu wako form 5 jamani. Nikifika form 5 nitasikia raha nyie. Nikifika chuo nitasikia raha. Umefika mtaani, nikipata kazi nitasikia raha. Yaani kuna mazingira unatamani ukifika hivi unafika hivi. Sasa hatua yake inapofikia, unafikia hatua ambayo sasa unaanza kujiuliza raha ni nini? Maisha ni nini? Kwa nini? Kuna raha unaitafuta. Yaani unajisikia raha gani wewe? Una uwezo wa kula, una nyumba yako, halafu bado unaona kabisa kuna raha uipati, inabidi ukatoe katoto kafara. Unasikia raha gani? Haleluya! Kwa hiyo kumbe tunachokihangaikia sisi ni furaha. Sasa furaha ipo kwenye vitu. Paulo anasema hivi, ninajua kupungukiwa na ninajua kupata. Haleluya! Biblia ya Kiingereza anasema I am happy kuwa na kidogo. Yaani nina furaha kuwa na kidogo na nina furaha kuwa na kingi. Haleluya! Anasema katika hayo yote nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Sasa lazima ufikie hatua hiyo kama Danieli. Anasema tukiwa kwenye tundu la simba, Mungu akituokoa ama asipotuokoa, bado haiondoi kuwa yeye ni Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tukiwa na vitu
ama tukiwa hatuna vitu, bado sisi tunaamini Mungu ni mtoshelevu na tuna furaha na yeye. Haleluya, Bwana asifiwe. Kwa hiyo nataka tufike hatua hiyo, tufike kwenye maisha ya kutokupungukiwa na kitu duniani. Angalau ningekuwa nimesema mimi maneno hayo, yameandikwa kwenye Biblia na tumesoma hapo asubuhi. Haleluya. Sasa ngoja tuanze somo letu. Haleluya. Mwambie jirani yako tunaanza sasa. Haleluya, watu wa Kakubilo. Amen. Tunakaribia kumaliza. Tunaanza somo letu kutoka kwenye kitabu cha Waamuzi hapa. Bwana asifiwe. Nimesema tunatamani kufikia kuishi maisha yenye utoshelevu. Kwa hapa kwenye Waamuzi nimewasomea asubuhi, Waamuzi sura ya 18. Nasomea hapo asubuhi nikwambia kuna mahala ambapo kuna usalama wa kimaisha, kuna usalama wa kifamilia, kuna usalama wa kielimu. Yaani tunaishi katika hali tulivu, hatuona mashaka, hatuogopi kulogwa, hatuogopi kusema vibaya, hatuogopi kuzuiwa na chochote kile. Tuko salama. Haleluya. Kwa hiyo yako maisha ya namna hiyo, kama ambavyo nimewaeleza mfano wa Elisha na Gehazi. Elisha alikuwa kwenye hali ile ya usalama, anaishi katika maisha ambayo yuko salama salimini. Nje inaonekana kuna maadui wamemzunguka. Yaani wewe ukimwangalia unaona huyu mtu hayuko salama. Ukimwangalia huyu mtu sijui kama atapona. Kwa nini? Maadui zake wamekuja juu, halafu maadui zake wana nguvu, wana silaha, lakini yeye ndani yake kuna usalama. Haleluya. Sasa hapa katika kitabu cha Waamuzi tunasomea hapa, tunajifunza hapa mwanzo kabisa tunaona kuna kabila linaitwa kabila la Wadani. Hili kabila la Wadani linatufundisha mambo matatu manne hapa. Kabila la Wadani ni moja ya yale makabila ya Israeli. Linafika mahala ambapo linajitafakari, linatathmini maisha yake. Kwa nini tuko hivi? Kwa nini tunaishi katika hali hii? Haleluya. Kwa hiyo story unaweza kaisoma kitabu cha Waamuzi sura ya 18 pale mwanzo mpaka mwisho. Utakuta hii story. Kwa hiyo hapa nimeandika kuna mambo ambayo natakiwa tuyafuate. Kuna hatua za kufuata ili kuelekea sasa kwenye kuishi maisha ya utoshelevu. Haleluya. Kuna hatua za kufuata. Na hizi hatua tunazisoma kutoka kwenye habari hii ya watu wa Dani. Ziko kama 4. Hatua ya kwanza anasema tafakari juu ya hali ulionayo. Mtu ambaye anaishi pasipo kutafakari hali alionayo ni mtu ambaye hawezi kufika kwenye hatua ya kuishi maisha ya utoshelevu. Haleluya. Kwa lazima uwe na muda wa kutafakari juu ya maisha yako. Tena mara kwa mara lazima upate muda wa kukaa chini ufikirie kuhusu maisha yako. Maandiko yanatufundisha vizuri kwa habari ya kanisa la Beroya. Kanisa la Beroya katika Matendo nadhani sura ya 17 pale. Katika Matendo sura ya 17. Kanisa hili la Beroya walikuwa wanasikiliza mafundisho kama ninavyowafundisha hivi. Wanasikiliza, kishasikiliza wanaenda kukaa chini. Halafu uzuri ni kwamba maandiko yetu yako wazi. Kwanza yako kwenye lugha yetu hii ya Kiswahili. Biblia wote tunazo. Wote tunaruhusiwa kuwa nazo. Hakuna sheria ya kutokuwa na Biblia. Halafu iko kwenye lugha ambayo unaielewa. Wanasifiwe sana. Kama hujui Kiswahili kuna Biblia hadi za Kisukuma. Lengo upate nafasi ya wewe kutafakari. Haleluya. Kwa hiyo ili upige hatua kwenye maisha yako lazima uwe mtu wa kuishi kwa kutafakari. Lazima ufikiri. Ukifika mwisho wa mwaka ukae chini uangalie huu mwaka nimefanya nini? Wapi nilifanya vizuri, wapi sijafanya vizuri. Ndio maisha yalivyo. Kwa sisi katika nafasi yetu, katika maisha yetu ya Kikristo, lazima tupate muda wa kukaa chini unafakari, uangalie maisha yangu ya maombi yanaendaje? Huduma yangu inaendaje? Utoaji wangu ukoje? Utumishi wangu ukoje? Maisha yangu, mahusiano yangu na jamii inayonizunguka ikoje? Yesu anatufundisha kitu kizuri. Akawaambia wale wanafunzi wake, huko nje watu wanasema mimi ni nani? Wanazungumzaje kuhusu mimi? Haleluya. Lazima upate tafakari kwenye maisha yako. Ujiulize. Sio unaendaenda tu uelewi. Kaa chini jiulize, watu huko nje wakinitazama wananionaje?
Haleluya, haleluya, watumishi wa Mungu, Bwana asifiwe. Simameni kidogo nione kama miguu yenu iko vizuri. Poleni sana. Haleluya. Lazima iwe hivyo. Unajua sijawaelezea tu, lakini kiuhalisia hakuna mazingira magumu kama kujifunza neno la Mungu, na hakuna matokeo kama kujifunza neno la Mungu. Mtumishi wa Mungu Paulo, si mnafahamu kwamba alikuwa anatumia leso, watu wanapona. Watu walikuwa wanaita nguo zao zinaombewa, wanaenda wagonjwa wanapona. Haleluya. Sasa siri ya kile kitu kilichotokea, Paulo alikaa na watu kanisani miaka 2. Wale watu ni kusikiliza neno, kujifunza, kusikiliza neno, kujifunza. Baada ya miaka 2 walivyoingia mtaani, mapepo yanaondoka, watu wanaponywa, kiasi kwamba watu wakawa wanajua ni kawaida, ni kusema tu kwa jina la Yesu. Wale watoto wasikao nao wakaiga. Sasa wakasema na sisi jamani, tumeona kule kuna watu wanafunzi wa Paulo wanakemea pepo. Wakasema pepo hili tunakuamuru kwa jina la Yesu anayehubiriwa na Paulo. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo wale watu wasikao hawakuingia darasani. Kwa hiyo ili uweze kumshinda shetani lazima upigane vita kwenye maarifa. Yesu ni mfano mzuri mno, nimewaambia. Yesu alienda kuhubiri mlimani siku 3. Anahubiri tu, anafundisha tu, mpaka wanafunzi wakamwambia Yesu, hebu waruhusu watu waende wakale. Ina maana Yesu ni nini? Yesu alikuwa afikirii mambo ya chakula. Anachojua ni kwamba hawa watu wanahitaji maarifa. Akawahubiria vizuri neno la Mungu. Baadaye akamwambia, nyinyi mnawaza tu chakula, wapeni nyinyi chakula. Maana vitu mnavyoviwaza ni vidogo mno. Haleluya. Kwa hiyo ninakutia moyo ya kwamba ni muhimu kujifunza neno la Mungu, ujue itakupunguzia mambo mengi sana. Magonjwa ambayo dunia sasa hivi inayo mengi, pressure, sijui moyo, sijui nini, yote haya yanasababishwa na maisha. Yanasababishwa na mfumo wa maisha. Na mfumo wa maisha nilokuambia ni upi? Watu wanaishi katika hali ya upungufu. Ukiishi katika hali ya kupungukiwa, huwezi kukosa pressure. Sababu muda wote moyo unaogopa, muda wote una mawazo, muda wote unafikiri, yaani kichwa kitulii, utulivu huwezi kuwa nao. Haleluya. Kwa hiyo nakusaidia uponye kimwili na kiroho. Haleluya. Haleluya. Amen. Sasa ukae sasa tumalizie. Sasa hivi ni saa 12 na dakika 5. Bwana asifiwe sana. Tunamalizia hapa chap. Uende ukaandae chakula vizuri cha jioni kwa ajili ya familia. Haleluya. Ili kesho pia uweze kuja. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hatua za kufuata ili kuweza kufikia hatua sasa ya kuishi katika utoshelevu. Hatua ya kwanza nimesema uwe mtu wa kutafakari juu ya maisha yako, juu ya hali yako. Bwana asifiwe. Hawa watu walitafakari juu ya maisha yao, kabila la Wadani. Wakaangalia wakaona kwamba kabila letu sisi hatuna urithi. Kabila letu sisi hatuna cha kurithi. Yaani itakapofikia hatua watoto wetu wataendeleza nini? Hakuna. Bwana asifiwe sana. Kwa lazima uwe mtu wa kutafakari, ujue hali yako. Kadri unapokuwa mtu wa kutafakari ni rahisi kujua maono ambayo unatakiwa uyasimamie. Lazima ujue unaenda wapi. Lazima ujue unatoka wapi. Kama nilivyosema kwenye ibada iliyopita, na kwamba lazima ujue kwamba mnatoka wapi, mnaenda wapi. Tafakari. Huduma yetu na miaka 3 sawa, lakini tumetoka wapi? Tuko wapi? Na tunaenda wapi? Maana unaweza kukaa miaka 8, kumbe badala uende kwenye kukua, unazidi kwenda kwenye kukua mdogo. Hauongezeki, haukui. Bwana asifiwe. Kwa hiyo lazima uwe na muda wa kutafakari juu ya maisha yako. Tafakari roho hii. Maisha yako je, yako katika hali ya utoshelevu au yako katika hali ya kupungukiwa? Na je, maono yako ni nini katika wokovu ulionao? Na nimewaambia mambo mawili muhimu, ahadi za Mungu muhimu za ambazo tunakimbizana nazo. Ya kwanza ni kuwa na maisha ya milele, uzima wa milele. Ya pili ni kuwa na maisha tele. Bwana asifiwe sana. Maana yake kupata mara 100 duniani. Haleluya. Sasa kupata mara 100 duniani ndio vitu ambavyo unaviona. Fedha na mali ni vya Bwana.
Bwana asifiwe sana. Lakini hayo yote ili yatokee, nimewaelezea condition ya kwanza ya Mungu. Mungu anaangalia huyu mtu atapotea au hatapotea. Ndio shauku ya kwanza ya Mungu. Yaani wewe ndio unajiona una umaskini, ila yeye anaangalia huyu mtu ana utajiri. Maana huku mbinguni kila nikiangalia jina lake naliona, kila nikiangalia jina lake naliona. Halafu uzuri ni kwamba Mungu anajua yote na anaona hata ya mbele. Anashukuru sana. Kwa akikuangalia anasema huyu nikimpa mtoto huyo Penina, kazi itakuwa ni balaa. Hapata tosha. Majivuno. Sisi ni watu wa maombi. Bwana asifiwe sana. Mambo mengine hayawezekani isipokuwa kwa kuomba. Bwana asifiwe. Haleluya. Na kufundisha kitu uelewe kwamba Mungu anapokutendea jambo, kwanza anataka unyenyekevu. Na mtu mmoja alienda kuomba madhabahuni kanisani, yeye na rafiki yake. Alipoenda kuomba kanisani, akaanza kujielezea. Of course hatuhitaji sana kuona akijielezea, maisha yake pia anajielezea. Maandiko yanasema kwamba mtu huyu alikuwa ni mtu ambaye ni mchaji wa Mungu, anafunga mara 2 kwa wiki, anatoa zaka kwa uaminifu. Achana na hizi zaka ambazo tunatoka kukimbizana huko, zile zaka yeye ni uaminifu. Haleluya. Kwa hiyo kwa lugha nyingine ukimwangalia ni mtumishi, anastahili kabisa huyu kwenda mbinguni, anastahili kupata kibali. Haleluya. Alipoenda mbele za Mungu, Mungu akasema wewe huna nafasi mbele yangu, hujapata kibali mbele yangu. Ila huyu aliyetambua kwamba Mungu anatafuta sana unyenyekevu. Haleluya. Mungu anatubariki sio kwa sababu tumemtumikia sana. Yaani tusije tukakosa vitu tukasema tumemwacha Mungu. Ingawa anasema siku ya mabaya ufikiri. Lakini lazima ujue kwamba unaweza kwa Mungu mambo mazuri yanaendelea kwenye maisha yako. Chakula unapata kizuri, watoto hawana shida, ada unalipa vizuri, lakini kumbe umeshamwacha Mungu muda. Haleluya. Kwa hiyo huwezi kuchunguza au kutafsiri uwepo wa Mungu kwenye maisha yako kwa kuangalia matokeo katika vitu. Haleluya. Ingawa tunayo ahadi ya kupokea mara 100 duniani, ila kwanza moyo wako uwe na hali ya utoshelevu ili umrudishie Mungu utukufu. Uwe na hali ya unyenyekevu ili Mungu anapokupa vitu, watu wabarikiwe kupitia wewe, sio wajute, sio wateseke. Kuna watu wanashindwa kuokoka kwa sababu gani? Wewe uliokoka ni balaa. Haleluya. Yaani mtu hana chumvi tu unaanza kumwambia unajua ni kwa sababu ya dhambi zako. Haiwezekani, watumishi. Yaani mtu aokoke kwa sababu ana shida ya chumvi. Na ndio hivyo inavyotokea. Mtu anasema fulani bwana aliniambia nikiokoka nitapata chumvi. Kwa sababu maisha nilionayo chumvi ni sipati chumvi, unga ni shida kwa sababu ya dhambi. Kwa hiyo mtu kaokoka. Kaja sio kwamba amemkubali Yesu Kristo, au sio kwamba ametamani kwenda kupata uzima wa milele ndani yake, ila anajua kwamba ukiokoka ndugu yangu utapata chumvi. Haleluya. Akija au akikosa chumvi ndio mtaelewa. Umo kanisani ndio anakuwa msengenyaji wa kwanza. Hivi unamwonaje mama mchungaji? Mimi sijamuelewa ile gauni lake la jana. Hata kama jamani, hata kama. Ndivyo inavyokuwa. Kumbe kuna watu wanaenda kumhubiria wakamwambia kanisani kule kuna 1 2 3. Kwa hiyo anakuja huko kanisani, akikutana na marafiki zake ambao na wenyewe vichenga, anakuwa mbaya kuliko hata kabla hajaokoka. Bwana asifiwe. Haleluya watumishi. Kwa lazima uwe na muda wa kutafakari. Tafakari juu ya maisha yako. Maisha yako unayaonaje? Labda maisha yako unaona yana upungufu, kuna urithi, yaani kuna mambo unaona haendi vizuri, watoto wako labda shule, ada, chakula. Ni vitu vya kutafakari. Uangalie mazingira ulionayo, mambo yakoje? Ujiulize. Haleluya. Juu ya utumishi wako ufanye tafakari ya kina. Hawa watu walitafakari wakaona ya kwamba ni kweli tuko tunaishi, tuna enjoy, lakini sisi ni kama wageni tu, hatuna urithi. Wapi tunaelekea sasa? Kizazi chetu tutakiachia nini? Maana tuko kama wageni, tuko kwenye nchi ya wageni. Wakasema jamani, tuendeni tukajitafutie nchi ambayo tutapata urithi wetu. Bwana asifiwe sana. Haleluya.
Kwa hiyo jambo la kwanza, tafakari juu ya hali ulionayo na nini ambacho unakitamani. Uwe na maono, kitafakari, utapata maono. Ukishapata maono, maana yake utakuwa sasa umefikia hatua ya kuweza kupiga hatua kwenye maisha yako. Kwa jambo la kwanza, tafakari. Jambo la pili, tafuta kuthibitishwa kwa maono yako na hasa Mungu. Haleluya. Methali sura ya 16 mstari wa 3 anasema, mkabidhi Bwana njia zako na mawazo yako yatathibitika. Haleluya. Hawa watu wa Dani walipopata maono ya kutafuta nchi ya kuirithi, wakaweka mkakati, wakasema hapana, hatuwezi kuishi katika hali hii, hatuwezi kuendelea kuridhika katika hali hii, tunatamani kupiga hatua, tunatamani kuvuka twende hatua nyingine. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Niendelee watumishi wa Mungu au tuendelee kesho? Haleluya. Sio nawauliza ili nisije nikawa na wakwaza, kumbe muda umeenda sana. Ni saa 12 dakika 13. Mchungaji, wewe unasemaje? Maana wewe ndio unaweza kuwasemea vizuri hawa. Hatuwezi kuzimaliza. Unajuaje? Unajua zinapoishia. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo kesho tutaendelea, tutaanza na hizi hatua. Bwana asifiwe sana. Ili sitaki nikufanyie tu juu juu. Maana unajua neno likija tu juu juu, utaondoka umesisimuka, unasema da, mtumishi amenigusa sana leo. Alafu baadaye akipita ka upepo, unaanza kujiuliza itakuwaje? Siku moja nimeenda kuhubiri sehemu, nimehubiri vizuri, nikafundisha na huo mfano wa Gehazi na wale washami. Tumetoka nje ya kanisa, mama mmoja tu kagombana na mtu gani yuko mcheza mpira. Kulikuwa kuna uwanja wa mpira hapo nje. Kwa hiyo mama ametoka pale nje, sio kakulizwa na nini. Yaani ni ugomvi. Nikasema huyu kwani kanisani na neno alikuwa anasikia. Anafanya na hivi. Lakini katoka nje tu. Bwana asifiwe sana. Neno limeisha. Haleluya. Kwa hiyo napenda upate ujifunze neno likae ndani yako, ili ukitoka nje uliishi. Usipate tu kamuhemko ndani yako, lakini liwe sehemu ya maisha yako. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa kesho tutaendelea na somo letu hili, na tutaanza na hivi vipengele ambavyo nimetaja, ambavyo tunajifunza ili tujue watu walichokifanya na sisi tufanye nini kwenye maisha yetu. Bwana asifiwe. Kwa simama hapo ulipo, ili sasa tuende kumwomba Mungu. Tumwambie Mungu, tunatamani kufikia malengo ambayo umekusudia kwenye maisha yetu.